Kampuni maarufu ya mavazi ya ndani ya Kim Kardashian, Skims, imezindua bidhaa mpya yenye utata mkubwa, lakini pia imeuzwa yote mtandaoni ndani ya muda mfupi kabisa, sold out. Jumanne hii ya tarehe 14 Oktoba mwaka 2025, Skims ilizindua The Ultimate Bush, nguo za ndani aina ya thong au bikini zilizo na manyoya bandia ya sehemu ya siri, synthetic pubic hair, zikilenga kuwakumbusha watu ule mtindo wa uhuru wa miaka 70. Kila nguo moja ndani inauzwa kwa $34, takriban shilingi 84, na zinapatikana kwa aina mbili, zikiwa katika rangi 12 tofauti zinazolingana na ngozi na nywele za wateja kutoka asili mbalimbali. Kardashian mwenyewe aliongoza kampeni ya matangazo akipiga picha zenye ujumbe wa kujivunia uhalisia wa mwili. Kubali mwili wako kama ulivyo, ilisomeka kauli mbiu ya Skims kwenye mitandao ya kijamii, ikitaja bidhaa hiyo kama ishara ya uhuru na ujasiri wa wanawake kujieleza. Lakini mara tu baada ya uzinduzi huo, bidhaa zote ziliuzwa ndani ya masaa machache, jambo lililoonyesha uwezo wa Skims kubadilisha utata kuwa biashara yenye mafanikio, kama ilivyowahi kufanya kwenye kampeni zake za awali zilizovuma mtandaoni. Hata hivyo, uzinduzi huo umekosolewa vikali. Mitandao ya kijamii ililipuka kwa maoni mchanganyiko. Wengine waliigeuza kuwa vichekesho, wakitengeneza memes kwenye X na TikTok wakitania, huu ndio uzalendo halisi kwa uhalisia. Lakini wakosoaji walidai kuwa Skims imegeuza swala la uhalisia wa wanawake kuwa bidhaa ya kibiashara, na kwamba uamuzi huo unapotosha maana halisi ya ukombozi wa wanawake. Wengine walihusisha nguo hizo mpya na unyakuzi wa kitamaduni wa mitindo ya miaka 1970 iliyojulikana kwa wanawake waliokuwa wakikataa kunyoa nywele katika sehemu zao za siri kama ishara ya uhuru na mapinduzi ya kijinsia. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Skims waliipongeza kampuni hiyo kwa kuvunja mipaka katika tasnia ambayo kwa muda mrefu imekuwa na upendeleo kwa mwili laini usio na dosari.